Onsare na baada ya watabiri wa hali ya hewa kutahadharisha kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino kuanza kunyesha nchini kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu, serikali bado haijaweka wazi kiwango cha utayari wake wa kukabiliana na janga hilo. Leo Jumanne, kinara wa chama cha UGM David Maraga ameikosoa vikali serikali kwa kile alichokitaja kuwa ukosefu wa maandalizi ya mapema. Mwaluse Meshak anatuarifu zaidi. Licha ya idara ya utabiri wa hali ya hewa kuonya kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu 2026, serikali bado haijaweka wazi mikakati yake ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza iwapo mvua hizo zitanyesha. Katika jiji la Nairobi, mvua za kawaida husababisha mafuriko makubwa yanayovuruga usafiri, biashara na shughuli nyingine za kila siku. Hali hiyo imezua maswali kuhusu kiwango cha maandalizi ya kaunti ya Nairobi pamoja na kaunti nyingine nchini endapo El Nino itashuhudiwa. Uchunguzi wetu katika maeneo yaliyowahi kukumbwa na mafuriko ikiwemo eneo hili la Grogani umebaini kuwa ujenzi na upanuzi wa mifereji ya kupitisha maji unaendelea kama sehemu ya juhudi za kupunguza athari za mafuriko sambamba na mpango wa kurejesha hadhi ya mto Nairobi. Hata hivyo, katika eneo la Maasai Market hapa Nairobi, mradi wa upanuzi wa mfereji bado unaendelea. Wafanyakazi wa mradi huo ambao hawakutaka kurekodiwa wameambia runinga hii ya TV47 kuwa ujenzi huo huenda kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Hali hiyo imeibua wasiwasi kuhusu iwapo maandalizi hayo yatakuwa yamekamilika kabla ya kuanza kwa mvua zinazotarajiwa mwezi Oktoba. Akizungumza leo Jumanne, kinara wa chama cha UGM na ambaye pia ni mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2027, David Maraga amekosoa serikali kwa kile alichodai ni kupuuza maandalizi ya mapema dhidi ya mvua ya El Nino. The severe phenomenon that has been nicknamed Godzilla El Nino has an 8 in 10 chance of sweeping this region from October this year to early next year. Akisisitiza kuwa hatua za kuzuia madhara zinapaswa kufanywa kipaumbele kabla ya mvua hizo kuanza. We would have expected that the budget this year would have been very specific. When a few months back they had more than 14 billion shillings that they spent in Olkalau. Maraga ameshtumu serikali kwa madai ya kupuuza swala hilo na kudai kuwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanapanga kufuja fedha endapo janga la El Nino litatokea badala ya kuweka mikakati ya kupunguza athari zake. Mvua ya El Nino inapotarajiwa kunyesha nchini kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu, serikali imeshauriwa na Maraga kuwa ivunje kimya chake na kuambia Wakenya mikakati ambayo imeweka ili kuwakinga na madhara ya mvua hii mwezi Oktoba. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi.